Naomba nimkaribishe Mwalimu Velan Mushi Maalim kwa ajili ya ratiba hii kuendesha semina. Tujiandae kwa usikivu, na vile vile kama mtu atakuwa na maswali basi andae maswali. Mwishoni najua atatoa nafasi hiyo. Tunampa muda wa saa 1, ina maana sasa hivi ni saa 7 kamili, atamaliza saa 8 kamili. Tumsifu Yesu Kristo. Karibu sana Mwalimu Velan. Ninatamani tuanze wimbo mmoja, lakini wimbo huu ni wa moyo mtakatifu wa Yesu. Tutaimba beti mbili, alafu baada ya hapo tutaendelea. Kwa heshima ya moyo mtakatifu wa Yesu, wenyewe wanapoimba wimbo huu wanasimama. Sasa sijaelewa katika wewe utatoa heshima gani? Na wimbo huu tumezoea kuimba, lakini kati ya wimbo unaogusa hasa nyoyo yetu. Imba kwa kumaanisha, imba kutoka moyoni. Unapoimba mwangalie Kristo mwenyewe. Nilikuwa nazungumza juu ya moyo mtakatifu sehemu. Sasa mtu mmoja akauliza swali, kwa nini ni moyo? Kwa nini ni moyo? Kwa nini ni moyo? Unaposema moyo mtakatifu wa Yesu, maana unamzungumzia Kristo mwenyewe. Kimetamkwa kiungo cha moyo kwa sababu moyo katika fasihi kinabeba mambo mengi. Basi imba kwa kumaanisha moyo mtukufu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tukae. Kwa niaba ya mkurugenzi utume wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, majina yangu naitwa Maalim Velan Mushi, ni mjumbe katika kamati ya utumishi Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam.
Kama nilivyokwisha kutambulisha mwanzo, si mgeni. Wengi wetu karibu 80% tunafahamu, tumekutana kwenye maparokia na katika faction mbalimbali. Wakati naendelea kuweka msingi, ni kuombe wewe unaeleka nia zako za misa usitishe sasa. Baadaye tukimaliza utapata tena muda wa kuleta. Kaa tu kwa utulivu, nisikilize, lakini kuombe upambane. Roho nafsi yako ipambane ili uweze kusisinzie. Maana wakati huu umeshatembea tuko kwenye hatua ya 3 sasa. Unaweza ukawa unasinzia sasa. Alafu mwisho tunamaliza, alafu utauliza, "Bwana unasema nini tena?" Sasa pambana. Shetani yuko kazini, anaweza kukusababisha ikawa hivyo. Kwa hiyo iko hivyo. Ni mjumbe kwenye kamati ya uinjilishaji jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam. Lakini pia nikupongeze katika hatua hizi ambapo umeanza kwa nia. Maana jambo lolote linaanza kwa nia. Uliofunga safari, kusema bwana mimi sasa nakwenda kwenye hija, ukafunga safari kutoka nyumbani kwako, ukafika hapa. Lakini jambo la pili ambalo ni gharama kubwa sana ni sadaka yako ya muda. Wakatoliki wengi hatujui kufasiri sadaka ya muda. Sadaka ya muda ni jambo kubwa sana. Hata tunapozungumza kitu kinachoitwa mafungo, miongoni mwa type ya mafungo yenyewe ni sadaka ya muda. Sadaka ya muda. Hata kama mafungo hayo ulikula ama ulikunywa, lakini kama ulitoa sadaka ya muda na sadaka ile ya muda ilikuwa ni kwa ajili ya Kristo, hayo yanakuwa ni mafungo. Lakini swali tu, baada ya sadaka hiyo ya muda ukatembea katika tafakari. Tumeambiwa ni sala uliokuwa unatembea katika tafakari hapa na pale. Tukamaliza hilo, ndani yake kuna watu walikuwa wagonjwa. Ndani yake kuna watu wa marika mbalimbali. Ninaamini kwa imani ya mambo ambayo tukikwambia utoe ushuhuda hapa yamefanyika katika afya yako ya mwili ni mengi sana. Ninaamini hivyo. Kabisa, hatua iko hivyo. Hilo jambo tulikuwa nalo sasa ni seminar. Nasema ni seminar fupi, so mambo ni mengi. Na itakuwa na vipengele kadhaa. Sehemu ya kwanza tutazungumzia jubilei kuu. Kipengele cha kwanza, jubilei kuu. Jubilei kuu. Kipengele cha kwanza. Kwa ufupi, kipengele namba 2 tutaizungumzia hija. Kipengele cha 3 tutazungumzia umuhimu wa vyama vya kitume kwa waumini. Tutamalizia hapo. Muda ukitosha tutakuwa na maswali. Usipotosha basi hana maswali. Tutakutana maparokiani na vitu vingine kama hivyo. Tunazungumzia, nianza kwa kusema tunapozungumzia jubilei kuu tunamaanisha nini? Ni kipindi cha miaka 25 ama miaka 50. Na katika kipindi hichi ni kipindi ambacho ndani ya hicho kipindi cha miaka 50 ama miaka 25, maana hichi tulichokuwa nacho ni miaka 25. Jubilei kuu ya mwisho ilifanyika baada ya miaka 25. Na ndio maana tulivyoitwa sasa katika baada ya miaka 25 tunazungumzia jubilei kuu, tuchukue fursa tuweze kufanya haki. Hatujui baada ya miaka 25 utakuwa wapi. Hatujui unapofanya tafakari miaka 25 iliyopita, ile jubilei nyingine iliyopita ulikuwa wapi. Hatujui, kwa sababu maisha tuliyokuwa nayo sio marefu. Mlango wa rehema unapofunguliwa ufanyie kazi hapo hapo. Wengine hatujui kwamba utakapokuwa umetoka hapa ndio mwisho wa kushiriki maazimisho leo hii. Huwezi ukajua, kwa sababu haya ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Na ndio maana maandiko yanasema kesheni, kwa maana hamjui siku wala saa. Kukesha sio kukesha kutokulala usingizi. Kukesha ni kutengeneza mawasiliano yako yakawa hai baina yako wewe na Mungu. Iko hivyo. Na ndio maana katika namna ile tumekwenda kuhitimisha tukana na kiapo kabisa kwamba yale tuliyojifunza kule mwisho wake lazima yaweze kuyadailuti yaingie kwenye maisha yetu. Kwa
Mungu atakushughulikia. Sasa katika Biblia hii kuu tunasema ni lango la rehema. Lango la rehema limefunguliwa, maana kanisa na waumini wake kwa ujumla tunapita katika kitu kinachoitwa majiundo. Sema majiundo. Sema majiundo. Majiundo. Katika majiundo haya sasa ni majiundo ya kutengeneza katika mishale iliyopigwa ya miaka 25 ndani ya imani yako. Umepita kwenye milima na mabonde, sasa unafanya tathmini ambapo uniulize ni wapi ulipofaulu, wapi ulipofeli. Unapojiuliza katika majiundo hayo, ni wakati wa kumkaribia Mungu katika mambo makubwa matatu. Kumkaribia Mungu kwa jambo la kwanza, kumomba msamaha. Mungu, ninakuomba unirehemu, ninakuomba unisaidie. Kumkaribia Mungu katika jambo hilo. Lakini sio hivyo tu, kujisahihisha. Tayari umeshaomba rehema kwa Mungu, lakini unakuja kujisahihisha katika miaka 25 iliyopita. Kuna baadhi ya sehemu kwangu ilikuwa ni kikwazo, unajisahihisha. Maana yake tayari ndani ya Biblia hii kuu umepitishwa wewe kuweza kujitambua, kuweza kujirudi. Ni wapi nilikojikwaa? Kilema changu ni nini? Changamoto yangu ni nini? Udhaifu wangu ni nini? Unapojirudi namna hii sasa, ndio sasa wewe unajirekebisha. Maana unakwenda mbele za Mungu, lakini ukiahidi kujirekebisha. Ninaanza kidogo, utanielewa tu. Lakini jambo la tatu, kuahidi kwamba sasa baada ya hii miaka 25 nimeshajitengeneza, lakini kuahidi kutembea katika nuru ya Kristo. Kutembea katika nuru ya Kristo. Miaka 25 iliyopita, maana nilitembea kwenye giza, mabonde, milima nilikabiliana nayo, changamoto zile zikanishinda. Lakini sasa jambo la tatu, kuweka ahadi kwa Mungu kwamba sasa nitatembea katika nuru ya Kristo. Kutembea katika nuru ya Kristo ni namna ya kujua maelekezo yakoje. Kristo ananitaka nifanye nini? Mama kanisa ananitaka nifanye nini? Hayo ndio mambo makubwa matatu ambayo tunapotafakari juu ya Jubilei kuu ni miongoni mwa mambo ambayo yatufikirisha. Sio hivyo tu, katika namna ya kwanza kujirudi, kujitizama, kuingia kwenye haya majiundo, sura kubwa ambayo makanisa anatualika nayo ni toba na msamaha. Toba na msamaha. Na ndio maana sasa leo tunaambiwa lango la rehema limefunguliwa. Kuna kitu kinachoitwa rehema kamili. Kitu kinachoitwa rehema kamili. Niliulizwa swali na vijana, jamani, unaposema sasa rehema kamili inapatikana, ina maana huko nyuma tunakwenda kulama, tunapewa malipizi, hatupati rehema kamili? Hatupati rehema kamili? Ndio tunapata rehema kamili. Lakini utofauti wa rehema kamili ambazo ni special zinakuwa ni nini? Kwamba leo hii kuna baadhi ya makosa, hata kama umekwenda kutubu, kuna baadhi ya makosa madogo ambayo yanatupelekea badala ya kwenda moja kwa moja mbinguni, inakulazimu wewe uwekwe sehemu ya kutakaswa, sehemu inayoitwa purgatorio ama toharani. Sehemu ambapo bado utahitaji sala za Wakristo wenzako, utahitaji sala mia za aina mbalimbali wakimwomba Mungu ili akusaidie usafishwe. Unaposoma hilo katika waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote, ile sura ya kwanza na aya ya 7, imezungumzwa habari ya dhahabu inapopita katika moto. Bahati nzuri nimekaa kidogo kwenye sekta ya madini, ninayafahamu vizuri. Madini yanapotolewa kwenye process hizi, hayaendi moja kwa moja sokoni. Yanapita kwenye moto kwanza. Moto unatenga uchafu na kapembeni, alafu na ile dhahabu yenyewe cream inakaa mahali pake, inang'aa kuliko kawaida. Sasa ndio unatoka sasa, imeshangaa ile dhahabu, ndio unapeleka kwenye kipimo kwenda kupima, hii ni gramu kadhaa, alafu ndio unahesabiwa hela zako, unaondoka. Sasa Mtume
kwa nini? Sio tena kwa moto, kwa sala, kwa maombi, kwa nia ambazo wenzako wanaomba kwa niaba hiyo. Maandiko yameeleza hiyo. Lakini sasa hayo ni pale ambapo tunapokaribia kwenye kitumio, tunakwenda kuomba msamaha hivyo. Lakini tunapopata rehema kamili, maana yake msamaha unapotangazwa, unapokufa leo, swala la kwenda toharani kwako ni historia. Utasikia tu kuna watu wako toharani na vitu vingine, lakini wewe kwako ni historia. Kwa nini? Ni kwa sababu kwako rehema kamili, mlango wa rehema umefunguliwa na ukautendea haki. Sasa fursa hii ni Wakatoliki wachache wanaifahamu. Ukitaka kujua kwamba haifahamiki, nenda kwenye maadhimisho kila Dominika, ama hata maadhimisho litalitambozo hapa. Sikiliza tunapoimba wateule wa Bwana. Wateule wa Bwana, karibuni mezani pake, Bwana awaalika, enyi wenye moyo safi. Wateule wanapishwa kwenye mabenchi, wanakwenda mbele kupokea. Wale ambao sio wateule wanabaki kwenye mabenchi. Sasa wanajiuliza, jamani, lango la rehema limefunguliwa lini? Hamjaona? Nikipimwa na wewe nani? Ni miaka gani? Miaka mitano, miaka 10. Sasa gani hii ambayo wewe kungama? Maana ni dalili kuonyesha wazi kwa maana hili lango la rehema kwako bado halijafunguliwa, hujaona maana yake. Na mababa wameeleza na kueleza, hii zinaitishwa, tunakumbushwa
baadhi yetu hatuendi kuungana. Na unapoulizwa bwana, mbona uende kuungana? Siwezi kwenda kuungania mwanadamu mwenzangu na yeye ana dhambi kama wewe. Wamekaa wametulia kwa nyumbani. Hawendi kuungana. Hawendi. Sababu ni nini? Kuhani wazimishaji anapigwa kibinadamu. Lakini wengi unapoingia kwenye maandiko sasa, wameeleza vizuri. Waraka kwa Ibrania sura ya 5. Waraka kwa Ibrania sura ya 5. Waraka kwa Ibrania sura ya 5. Neno la Mungu linasema kila kuhani mkuu aliyeteuliwa na Mungu ameteuliwa katika wanadamu. Kila kuhani mkuu aliyeteuliwa na Mungu ameteuliwa katika wanadamu ili alete upatanisho wa dhambi zao. Na ukiendelea hayo maandiko, wameteuliwa katika wanadamu kwa sababu wanashiriki udhaifu pamoja. Maana yake huyu ni mwanadamu mwenzetu, katika yeye ameteuliwa awe ni connector baina ya wewe na Mungu. Iko hivyo. Unapokwenda pale, maana nenda kwa kumaanisha usimpige kwa sababu umesoma naye shule moja. Au kumpige kwa sababu labda pengine amesoma na kaka yangu. Hapana, angalia ofisi aliyokabidhiwa. Alafu mimina imani yako. Na ndio maana sasa unapokwenda kwenye lango la rehema ili uweze kupata rehema kamili, jambo la kwanza ni fuate taratibu zote ambazo kanuni za sakramenti zinataka. Kanuni za kitubio zinataka. Tuko kwenye Biblia kuu. Lazima tupate rehema kamili. Muulize mwenzako, unaelewa kinachosemwa? Mguse bega lake kidogo, unaelewa kinachosemwa? Hata kama anasinzia, muulize, mwambie unaelewa kinachosemwa? Tunakwenda kwa maana tunahitaji upatanisho na Mungu. Maana hukurupuki kutoka nyumbani, alafu moja kwa moja unakwenda kwenye hospitali. Hapana, utakuwa ufanyi vizuri. Na ndio maana unapokaa na baadhi ya mapadri wanalalamika kwamba anakwenda mtu kuungama, sio anakwambia sijaungama na miaka 5. Haya, taja dhambi, anataja dhambi 2. Miaka 5 nataja dhambi 2, wewe kipana. Miaka 5 dhambi 2. Maana yake ni kwamba amekumbuka. Lakini sharti ni nini? Sharti ni lazima upate muda wa kukaa na kuweza kujitafakari, kuzipekua dhambi zenyewe. Wapi nimekosa? Na ndio maana tunapoangalia juu ya kile tulichokifanya, tumepita katika Biblia, maandiko matakatifu. Tumepita kuangalia amri za Mungu, kipimo cha kwanza cha kujipima na kujipekua ili uweze kuungama dhambi zako bila kuzibakisha. Kipimo cha kwanza ni amri za Mungu. Kipimo cha kwanza, amri za Mungu. Umekaa sehemu ya ukimya, unajitafakari. Amri ya kwanza inasema, mimi ni Bwana Mungu wako, usiabudu miungu wengine. Je, mimi siabudu miungu wengine? Na miungu wengine sio kwenda kwenye mizimu tu. Miungu mingine sio kwenda kwa waganga wa kienyeji peke yake. Miungu mingine ni pamoja na kile ambacho kwako umeweka kipaumbele kuliko Mungu. Kuna mtu ambaye Mungu wake ni biashara bora. Kuna mtu Mungu wake ni zile kazi anazozifanya. Kuna mtu Mungu wake ni vitu vingi. Kile ulichotoa kipaumbele na kimechukua nafasi kubwa kuliko Mungu, manake kwako huyo ni Mungu. Tunaposema usiabudu miungu mingine ila mimi, na wewe haubaki kwenye kiti kwa sababu umetoa kipaumbele zaidi kuliko Mungu. Maandiko yanasemaje? Unaposoma kwenye Injili ya Yohana sura ya 6 aya ya 54. Injili ya Yohana sura ya 6 aya ya 54. Neno la Mungu linasema, tafuteni kwanza ufalme wa na mingine mtafanyaje? Unaanza kutafuta ziada kabla ya cha kwanza. Yaani Mungu anasema tafuta kwanza ufalme wake, hayo mengine ni ziada. Wewe unaanza kutafuta ziada, alafu Mungu ndo anakuwa
pazia ya kwanza kuhusudia misa takatifu Dominika na sikukuu zilizoamriwa na nyingine zote zilizopo hapa. Je, mara ngapi sija kushiriki maazimisho alafu sina sababu ya msingi? Nenda kwenye katekisimu kwamba inapofika Dominika hujaenda kanisani na huna sababu ya msingi, huumwi kwa sababu ulikuwa unasubiri mtu anakuletea hela yako kwenye deni, maana hiyo ni dhambi ya kwenda kuungama. Mara ngapi nimekaa siku ya Dominika sijaenda kanisani, sababu ni nini? Nimekaa kwenye kioo nikaangalia msuko wangu kidogo haujakaa sawa, hizi mbele siwezi kutoka nazo mbele za watu, ukaamua kubaki nyumbani, hiyo ni dhambi ya kwenda kuungama. Mara ngapi ni madoniko na madoni yangu matatu ama manne, katika haya ndio naamini kutoka na mbele za watu. Katika madoni hayo siwezi nimeshakuwa Dominika hii, Dominika inayofuata, kwa hiyo siwezi nikayarudia tena. Hebu ngoja nibaki nyumbani mpaka zipite siku kadhaa, alafu watu wasahau ndio niende tena kanisani. Maana yake wewe unayo dhambi ya kwenda kuungama. Pita kwenye amri za kanisa, jipekue. Ndio maana Mtume Paulo anapoandika katika waraka wake ule wa kwanza wa Timotheo wa kwanza ile sura ya 2 aya kuanzia ya 9. Timotheo wa kwanza sura ya 2 aya ya 9. Neno la Mungu linasema, vivyo hivyo na wanawake wajipambe kwa mavazi yenye kusitiri miili yao, kwa adabu nzuri, si kwa kusuka nywele wala kwa nguo za samani, nguo za dhahabu. Na ameeleza pale mbele. Sasa ameeleza mambo mengi pale mpaka kule mwisho akaeleza sifa za mwanamke anapaswa kuweka kipaumbele katika uchaji Mungu. Naona kina mama hapa wananiangalia nilipozungumza hapa, si kwa kusuka nywele. Hakusema kwamba usisuke nywele. Biblia ina sababu yake nyingi. Ile usiweke kipaumbele kwenye nywele, usiweke kipaumbele kwenye nguo za samani, nguo za dhahabu, utashindwa kuwa mcha Mungu. Miongoni mwa mambo niliyoeleza ni pamoja na haya. Inafika siku ya Dominika hujaenda kanisani kwa sababu una nguo ya maana ya kutoka mbele za watu, umeshafeli na vitu vingine kama hivyo. Ndio alikuwa anazungumzia Mtume Paulo. Ninachotaka tuko kwenye Biblia kuu, miongoni mwa kanuni za kupata rehema kamili na msamaha ni pamoja, cha kwanza wewe ni kwenda kuungama. Unaungamaje? Nimeanza kueleza. Pima katika amri za Mungu, pima kwenye amri za kanisa na namna zilivyo. Alafu jambo la tatu katika kupima, unajipima kwa jamii inayokuzunguka. Unajipima kwenye jamii inayokuzunguka. Je, wewe ni Mkristo lakini kwenye jamii inayokuzunguka wewe ni msaada? Kwenye jamii inayokuzunguka wewe ni giza au ni nuru? Maana kuna mtu akikaa mtaani kila mtu anajua huyu baba ana roho mbaya kuliko ibilisi. Huyu mama hafai. Jipime jamii inayokuzunguka inakuchukulia wewe ni nani? Tumeitwa Wakristo wa Katoliki, tunaitwa kumtangaza Kristo. Tunaitwa maisha yetu yawe ni injili tosha. Lakini je, tunapokuwa kwenye maeneo tunapopita, huko tulipo kwenye jamii inayotuzunguka, wewe ndio huyo, ni nuru au ni giza? Umekuwa ni mfano wa kuigwa ama la? Na katika eneo hilo tunapaswa maisha ya Mkristo yawe ni injili, hata kabla ya kutamka watu waweza kujifunza. Je, wewe ndio huyo? Ni kipimo kizuri na jamii ukaona, je, nimesababisha uharibifu au sijasababisha uharibifu? Na vitu vingine kama hivyo. Ukishajipima kama hapo, umeshajua kabisa nina makosa kadhaa. Sasa unakwenda kujuta kwa nini nimefanya hayo makosa yenyewe. Kujuta kwa nini nimekosa. Yaani maana wewe kufurahi tu, lazima ukunje sura. Maana kwa nini nimekosa? Uue katika moyo wako, kwa nini nimekukosea Mungu? Maana tunasema kujuta kwa nini umefanya dhambi. Ukitoka hapo bado hujainuka kwenda kwenye boksi la maungamo, kinachofuata ni ile nia ya kwenda kuungama, lakini nia ya kuacha. Nia ya kwenda kuungama, lakini nia ya kuacha. Sawa, nimetenda dhambi, nitakwenda kuungama, na Mungu ni mwenye rehema,
yako, unaelewa kinachosemwa hapa? Hata kama anasinzia muulize, unaelewa kinachosemwa? Baada ya hapo kinachofuata ni nini? Kupokea malipizi. Kupokea malipizi, umeungana na baba atakupa malipizi, kuyapokea na kwenda kuyatekeleza. Sasa hapa ni kwamba unisikilize vizuri. Mwambie mwenzako sikiliza kwa makini hapa. Unapokwenda kwenye katekisimu yetu na hata kwenye Code of Canon Law, wametutaka waumini mbali na yale malipizi ambayo tunayopewa, hebu ingia wewe, weka malipizi zaidi, kwa sababu ni kupitia malipizi Mwenyezi Mungu anatuweka huru, tunatembea tukiwa free. Kwa nini? Ni kwa sababu kuna dhambi nyingine ambazo tumekosa zimeacha madhara kwa watu. Kuna makosa mengine tuliyoyafanya ambapo kila mtu anapokumbuka anaumia, hata kama tumeambiwa samehe, lakini amekusamehe, lakini ukipita anakumbuka, moyo unauma, wengine wamebaki na vilema kwa sababu ya makosa tuliyofanya. Wengine ndio wazazi wanavunjika, baba ndio anavunjika, mama ameacha peke yake na watoto, sababu ni wewe umekwenda kuungama. Sawa, umesamehewa, lakini je, mwenzako ndoa yake imekufa, amebaki na watoto, watoto hawasomi watoto, maisha yao yameshavurugwa, kila analia, ananung'unika, akitoa machozi, akikumbuka machozi yanatoka. Swali, unamtengenezaje huyu mama areje sehemu yake? Ndio maana kanisa limetutaka uwe ni mtu wa malipizi. Umepewa sala za kusali, lakini bado hebu ongeza malipizi, na malipizi hayo hata gharama za kuhakikisha walau hata karobo tu, hata kuonyesha unajali juu ya madhara uliyosababisha. Ila malipizi kwa Wakatoliki wa kileo halieleweki vizuri. Ukishaenda pale ukiambia Salamu Maria 10, utasali Salamu Maria zangu 10. Atukuze Baba 7, utasali Salamu Maria 7. Sawa, haina tatizo. Lakini kumbuka katika dhambi unafanya, kuna mtu anatoa machozi yake kwa sababu ya wewe. Una malipizi yako ni nini? Wakati niko mdogo tulikuwa kwenye ule utaratibu kule vijijini kwamba malipizi yalikuwa yanapewa nafasi kubwa. Unakwenda kuungama dhambi yako, kama ni kubwa unaambiwa sasa kuna sala za kusali. Kasali rozari moja. Baada ya rozari moja unakwenda mtoni kubeba mawe kwa ajili ya kuja kujenga kanisa. Unakuta asubuhi wazee kina mama wako wamebeba vifaa, wako mtoni wamebeba mawe asubuhi. Sio kwamba wamepewa tenda, wako kwenye malipizi, wanakuja kujenga kanisa. Wakati mwingine kuna mishani, unakuta kuna mifugo, kuna nguruwe, kuna mbuzi na kadhalika. Basi kwenye malipizi unaambiwa asubuhi, beba mzigo mmoja wa kuni, peleka malipizi. Angalau unapofanya na jasho linakutoka, zile gharama unazotoa katika moyo wako unajisikia kuna uwepesi fulani, kwa sababu malipizi umeakili. Leo mababa mpaka wanaogopa kuambia Wakristo kuhusu malipizi, hasa maanake ukimtajia malipizi ya maana, kesho kanisani umuoni tena, anaondoka na kwenda kukanyaga mafuta huko. Tulishuhudia wakati niko mdogo, wakati mwingine sana walikuwa wanafanya, unaambiwa malipizi, maanake tayari mawe yameshatosha, mifugo iko vizuri, unaambiwa malipizi, utapiga magoti hapa misa ya kwanza mpaka misa ya 3. Ukienda asubuhi hivyo vijana, wakati ndio tumekuwa vijana tulikuwa tunaenda misa ya 3, unakuta mzee wa watu wamepiga magoti pale mbele. Sasa usifikiri hata pengine anasubiri kuja kukomunishwa, hapana. Ndio anafanya malipizi na anatii. Leo hii mwambie baba watu ameenda kuungana, bwana nimetembea na mtu wa fulani, alafu namwambia pige magoti kuanzia misa ya kwanza misa ya pili, kesho unaona tena. Na ndio sasa kadri siku zinapozidi kwenda mbele, hasa hivi wakati wa kitume
Sio hivyo tu, kuna mtu ambao wanatembea kule ndani, wanapenda kutoa ule mpango mtakatifu kwa wagonjwa. Wanapita watu wanatembea kinadia, wamebeba Ekaristi takatifu, wale watembea wagonjwa. Unakuta watoto wote walikuwa wanacheza na wazazi wote wanainama chini, wanapiga magoti, baadhi anapitisha Ekaristi takatifu anakwenda kwa wagonjwa. Leo mambo haya yako. Ndio kwanza kanisa liko hapa, kule mbele kuna mtemo, watu wameweka mziki, wamenama vijana wanatoka. Mbele ya kanisa. Ndio tunakupenda. Lakini tunayo nafasi bado hujachelewa. Maana yake ni kwamba kwa sisi wa vyama vya kitume ambapo Mungu ametuita katika namna ya upekee. Unapokuwa kwenye chama cha kitume, maana yake uko una utofauti na yule ambaye hana chama chochote. Ambapo sasa kwa ule mmoja wetu kurejesha ile hadhi ya kanisa ambayo kwa watoto wetu leo tunapofanya utafiti haipo. Wakirejesha ni sisi, kuweka nidhamu ni sisi. Neno la Mungu linaposhikwa, linaposomwa, ile nidhamu ya kurejesha, wakurejesha sio hadi wakurejesha ni sisi. Tukianza sisi, wale wengine watafuata, ni sisi. Jubilei kuu, rehema kamili, lazima uungane kwa namna ipasavyo. Lakini sio hivyo tu, cha kipengele hichi nimalizie kwenye hicho kipengele kwamba atiliamani kuungana, lakini kubwa zaidi, atiliamani kuungana kubwa zaidi, msingi wa toba ya kweli ni kitu kinachoitwa msamaha. Na hapa nikwambie, kwa Wakatoliki wengi jambo hili halielezwi sana. Tumekwenda kwenye Kwaresma, nimetenda majimbo kadhaa, lakini kwenye hichi kipengele hakisemi kwamba ili mimi nisamehewe, lazima na mimi nisamehe. Hakielezi pale kama kitaeleza ni juu. Mbiu ya Kwaresma inatutaka. Lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Sasa hapo wakaingia kwenye ubeti, fanyeni mabadiliko mioyoni mwenu kwa kufunga na kwa kulia na kuomboleza, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Hapa kwa kufunga, kwa kulia na kwa kuomboleza, kuna aina ya malipizi unayoyafanya kwa dhambi zako, ni kufunga. Tena sio funga ile, maana kuna zile funga zile nyepesi kwamba unafunga lakini wakati unakula. Hiyo ni funga inakubalika, lakini bado ni nyepesi. Funga ile kuusiri mwili wako, kama kituo cha 9 cha njia ya msalaba kinachosema. Yesu anaanguka mara ya 3, mwili wake umeharibiwa kama vile mwili wake ulivyoharibiwa, nasi tunaalikwa kuisulubisha miili yetu inayotupofusha katika anasa za mwili. Ni pamoja na mapisi. Lakini sio hivyo tu, katika kitabu hicho cha Nabii Yoeli ambapo mbiu hiyo ipo, Yoeli sura ya 2 aya ya 12. Nabii Yoeli sura ya 2 aya ya 12. Wakati Nabii Yoeli anaeleza maandiko haya, pale mbele ndio msingi wa hichi tunachotaka ukielewe huko. Anasema rarueni mioyo yenu na wala sio nini? Rarueni mioyo yenu na wala sio nini? Kurarua moyo sio kwenda mhimili, kwamba ukapiga operation moyo ukawekwa kwenye sahani ukapigwa mikasa. Kurarua moyo maana yake ni wewe, wale wote uliowaweka kwenye moyo wako, rarua moyo wako, waachie, yaani wasamehe bure bila masharti.
Mtu anatembea amemweka mama mkwe, mtu anatembea amemweka mama mzazi, mtu anatembea kwa wajaza maovu wake wote sawa wako kwenye moyo wake, anatembea nao. Mtu anatembea ameweka mchumba wake aliyemchumbia zamani, alafu hajamuoa, kampotezea muda, kamweka kwenye moyo wake. Maana unakuta wastani wa mtu mmoja ana kilo 65 mpaka 70. Sasa ndani ya moyo wake amebeba watu 10. Kilo 70 mara 10 ni ngapi? Kwa kilo hizo, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, unatembea kwa kilo hizo. Hata sura zetu haikukiambiwa kadiria huyu Mungu ana umri gani? Huwezi kukadiria. Maana unaweza ukasema na miaka 50 kwa kufina Mungu ana miaka 35. Sababu ni nini? Ndani ya moyo anawabeba watu wale wote waliokukosea, kwa moyo wako wa chini. Maana pana gharama kubwa kuwasamehe watu waliokukosea, lakini tuko na hadithi za rejea. Hadithi za rejea ziko kadhaa. Hadithi ya kwanza ya rejea ni Kristo Yesu mwenyewe. Yale yote aliyopitia, mwisho anasema Baba uwasamehe kwa maana hawajui walitendalo. Hiyo ni hadithi ya kwanza ya rejea. Hadithi ya pili kwenye msamaha, shahidi wa kwanza Stefano. Matendo ya Mitume sura ya 6 na sura ya 7. Matendo ya Mitume sura ya 6 na sura ya 7. Sura ya 6 na sura ya 7. Hadithi za rejea. Stefano anapigwa mawe na wale mabwana mpaka ikafika mahali kosa hakuna. Kasema yale akachoma mioyo yao. Hawakupenda kwenda wenyewe, wakati mwingine lauma wakachoma ile mioyo. Mwisho wakamsalia Mungu, wakachukua mawe wanamkopoa Stefano, akainua macho kuelekea mbinguni, akasema ninaona mbingu zimenifungukia na mwana wa Adamu ameketi mkono wa kuume wa Mungu huko juu. Baba wasamehe kwa maana hawajui walitendalo. Stefano ni mwanadamu kama wewe na mimi, lakini ametoa msamaha kwa faida yako. Tukirejea kwenye safari yetu tuliyopita kule, kuanzia mwanzo mpaka mwisho, tumepata sehemu katekesi ya msamaha. Kitendo cha kumsamehe mtu, unatembea ukiwa na uhuru. Kitendo cha kumsamehe mtu, ndani ya moyo wako unapata uponyaji. Na ndio maana sakramenti ya kitubio inaitwa ni sakramenti ya uponyaji. Maana yake kuna baadhi ya watu leo wanasumbuliwa na magonjwa kwa sababu ya kutokusamehe. Tuko kwenye rehema kamili kupitia Biblia kuu. Jifunze kusamehe. Jifunze kusamehe watu. Tuweke pembeni umuhimu wa vyama vya kitume. Kwa dakika chache, umuhimu wa vyama vya kitume. Unaposoma mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani, huko na hadi 16. Mtaguso ule umeanza kufanya kazi 1962 mpaka 1963 kukamilika. Ni nuru kwa Wakatoliki hasa wa dini. Maana bila mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani, leo mahali unasimama hapo, sijiniona nikasimama hapa. Hii ni mapadi pekee yake ndio wanasimama hapa. Sijigogo ule nyamira hapa mwenyekiti wetu asingesimama pale kule. Usiona mtu kiongozi yoyote ambaye ni mleni. Nilikuwa ni mpani pekee yake. Lakini mtaguso mkuu wa pili ukafungua milango. Wakaweka hati maalum inayohusiana na utume wa dini. Hati na mafunzo mengi, Apostolicam Actuostatem, imeelezea juu ya utume wa walei. Yaani maana yake swala la injili sasa sio swala tena la mapadri, ni swala la wewe unayetazama, ni swala la kwako. Toka mwaka 65 wamekamilisha, wewe unaitwa kutangaza injili. Na ndio maana tena wakaweka msisitizo, wakasema uinjilishaji hauwezi kufanikiwa bila mchango wa walei. Maana yake ni nini? Kwamba Mungu Roho Mtakatifu ambapo leo tuko kwenye novena tunaelekea kusherehekea yule Pentekoste ndio kesho tu. Maana yake ni nini? Ametaka karama ambazo amezijaza kwa waumini ziweze kutumika kumtangaza Kristo. Sasa ukisoma kwenye hadi hiyo
wameeleza nyanja mbalimbali za utume. Ndio wakataja vyama vya kitume vingi kama vile tulivyo. Kuna vyama vya urika, halafu kuna mashirika. Huwa wanasemaga vya urika mnavifahamu wenyewe. Lakini kuna vyama vya kitume hivyo ambao tunasema vya urika, halafu kuna mashirika ya kitume. Kifupi ni vinaitwa VMJ. Kwenye katiba ya halmashauri ya walimu ukurasa wa 6 inaelezwa VMJ wanafanya kazi zao chini ya mwamvuli wa halmashauri ya walimu. Vyama vyote vya kitume katika function zenu msiache kamati tendaji kwenye maparokia yenu. Wamekuwa na milingi za hapa na pale, wanapanga jambo lao moja kwa moja wanakwenda kwa paroko. Sasa ukimkuta paroko ambaye yeye anachora rula namna ya kikanuni, atalipokea jambo lako, atamwambia bwana nitalifanyia kazi. Siku mlopanga kukutana hakuna. Wiki na katika, mwezi na katika, paroko wana watupendi kufuata utaratibu. Kwa lazima mfuate utaratibu. Kwa nini na kwa hivyo? Ni kwa sababu kamati tendaji wanapanga ratiba zao, na ratiba zao zinafuata jimbo wamepanga nini, ili zisije zikagongana. Nyinyi mkapanga mambo yenu, alafu na vyama na parokia nao wakapanga mambo yao, pakagongana hapa. Kwa ni lazima tuende kwa utaratibu namna ulivyo, alafu wale wanakwenda moja kwa moja kwa paroko. Kwa hiyo ratiba inakuwa hivyo, na ni lazima tunapozungumzia juu ya vyama vya kitume kwa mujibu wa maelezo ya Father Amimu katika chapisho lake kwenye ukurasa wa GPT, ameeleza ni sehemu ama ni kitabu cha uinjilishaji. Na akinukuu maandiko, Injili ya Mathayo sura ya 28 na aya ya 18. Injili ya Mathayo sura ya 28 aya ya 18. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, nami niko pamoja nanyi siku zote mpaka ukamilifu wa dahari. Vyama vyote vya kitume pamoja na mashirika yaliyopo hapa na wale ambao hawako hapa, utume mkubwa waliokuwa nao ni kumtangaza Kristo kwa mataifa yote. Yaani katika mbali namna ya zile karama za mashirika yetu, zile modo zetu namna tunapokwenda, hizo zote ni visa, lakini kilichopo pale mbele kinachotuongoza na kinachotuunganisha, maana yake ni kumtangaza Kristo huyu aliyekufa pale msalabani, kumpeleka kwa watu. Ndio kazi yetu sote, na hapo ndio tunapopata muunganiko. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, tunapozungumzia juu ya vyama vya kitume, tunazungumzia umoja wa kanisa. Vyama vya kitume vinasaidia umoja wa kanisa. Miongoni mwa sifa za kanisa Katoliki tunasema ni moja takatifu Katoliki la mitume, la kitume na kimisionari. Umoja. Sasa je, tunapozungumzia umoja huu, tunapopita kwenye maparokia, vyama vya kitume vinapaswa kusali umoja, lakini kuna vyama vimekuwa na ubinafsi mkubwa, kwamba hawa ndio hawa, wale ndio wale. Yaani maana yake ni kana kwamba ile samani kwamba sisi chama hiki ni bora kuliko kingine, wale wengine hata kitu hawasali vizuri, wao na kadhalika. Yaani maana yake huko kwenye maparokia kumekuwa na haja ya kujiinua, na sio tu kujiinua, atia mbali kujiinua, lakini bahati nzuri imetembea maparokia mengi sana kwamba ule ubinafsi, hawa ndio hapa wana mambo yao. Yaani maana unakuta wamejichimbia, kwa mfano kama Mtakatifu Yesu wao sema wamejichimbia ni mambo yao ndani ya parokia. Moyo
wenu atakutokea sister. Anaitwa nani yule? Magdalena Maria nani? Maria alikoki. Akaeleza ahadi ngapi? 12. Ahadi ya kwanza mpaka ya 12. Na kila ahadi yoyote ile hakuna Mkristo Mkatoliki ambaye haruhusu. Mpaka katika mahali nikashangaa. Picha tu ya Roho Mtakatifu wa Yesu. Unapoiweka ndani, maana yake unapata faida kubwa, ulinzi wa kutosha. Sasa nikasema jamani, ina maana Roho Mtakatifu wa Yesu haya mambo mnataka muende nao nyinyi tu. Ina maana watu wengine hamtaki wayapate. Na ndio maana kila tunapopata muda wa kuzungumza na viongozi wa maparokia baadhi ya maeneo, hasa tunapokaa kwenye eneo la kuweza kuchanganua nyanja za aina mbalimbali, kutengeneza mashirikisho ya vyama vya kitume kwenye maparokia yetu. Maana kile shirikisho la vyama vya kitume, simona kama hapa, vyama vyote vipo. Tunapokuwa kwenye maparokia yetu, leo tunamsikiliza Roho Mtakatifu wa Yesu anaeleza Roho Mtakatifu wa Yesu ni nini. Je, karama zetu ni zipi? Je, kuna faida gani katika hilo eneo? Watu tunapata faida, tunaamua. Masikio yameka vizuri, tumetajirika, tuko na utajiri. Tumetoka pa, wakati mwingine tunasema tumsikie neno aeleze juu ya neno Maria ni kitu gani? Anaeleza tunasali vipi? Karama yetu ni vipi? Watu yaani hivyo akitoka hapo anakuja mtu mwingine anaeleza niko sali hai. Karama yetu 1, 2, 3. Kanisa linakuwa linapata neema mpaka inafika mahali wewe mwenyewe unachagua nikae wapi? Nikae wapi? Sisi nilita wakati karama yetu 1, 2, 3. Lakini Rita wakati alifanya 1, 2, 3. Maana kanisa lote wanajua ndani ya parokia ile muumini yote ukimgusa anaelewa faida ya vyama vya kitume. Na pengine sasa unakuta baba yuko kwenye chama hichi, mama yuko kwenye chama hichi. Baba anaomba hivi, mama anaomba hivi. Maana familia inajengwa, ule umoja wa kanisa unakaa sawa. Tuongeze bidii ya kuweza kuvifahamisha, kuvielezea mambo yako hivyo, hasa kwenye mashirika, vyama vya kishirika. Maana yake tofauti ya vyama vya kishirika, kuna kupokelewa. Maana yake unaomba. Sasa katika kuomba ili tuweze kufika kwenye hayo malengo, watu wanapaswa kujua. Maana yake kujua ABC. Kuna chama cha Arimathaya. Ukimuuliza mtu maana ya Arimathaya, wanakwambia hiki ni chama ambacho kazi yake mpaka afe mtu. Mpaka afe mtu. Anakuambia mtu mmoja jiunge na Arimathaya. Ndani ya kofa. Maana kabisa sema nikae kwa mtu akifa ndo nikaja nikakaa nao nikawasikiliza. Nikaelewa kumbe sasa unapozungumzia juu ya chama cha Yusufu Arimathaya, lengo lake sio tu mtu akifa, wanatoa katekesi ya maisha yetu hapa duniani na maisha baada ya kufa. Katekesi yetu hapa duniani na katekesi ya wapi? Maisha baada ya kifo. Je, sana yaani kazi yao sio tu mtu akifa, kutoa katekesi maisha tuliokuwa nayo hapa, lakini maisha ya baadaye. Mimi nikifa ninakwenda wapi? Pahalali pamekaa vipi? Yaani tunakuta pana utajiri mkubwa kiasi kwamba sasa anapokufa mtu tunapojumlika, maana inatolewa katekesi ya ili watu waweze kujua, je, nina faida gani ninaposhiriki kwenda kumzika mtu aliyekufa? Maana teolojia moja akasema hakuna mahubiri makubwa yanayozidi unapokwenda kumzika mwenzako aliyekufa, kwa sababu unapata tafakari. Leo amekufa, paketi yake imekatika. Je, mimi leo ingekuwa ndio nimekufa, na paketi gani nitakayotufikia kwenda kumwona Mungu? Ndio kazi ya Yusufu Arimathaya. Sasa wengi walikuwa wanajua mpaka afe mtu tu. Msifu Yesu Kristo. Msifu Yesu Kristo. Rita wakashia ni chama ambacho kimekuwa maarufu. Ukiangalia wana majukumu mazito sana. Lakini bwana nimefanya sehemu nikaambiwa hizi ni chama ni kwa ajili ya wanawake, tena wanawake wajane. Ni
mahala ambapo tunasema ni mtakatifu ambaye anasaidia katika mambo yaliyofanyaje, yaliyoshindikana. Ni wanawake tu peke yake wana mambo yaliyoshindikana, sina wanaume wake. Historia ya Mtakatifu Rita wa Kashfa alisumbuliwa sana na mumewe katili. Kwani leo hii hakuna wanaume ni makatili? Si wapo kibao? Lakini hata kama sio wewe, lakini kuna mwanaume mwenzako kila akifika siku anampigia mkeo makofi. Sasa je, huyu hahusiki kwenye hilo leo? Anahusika. Lakini je, watu wanapataje elimu? Ni kwenye mashirikisho yetu ya vyama vya kitume, namna ya kuweza kukaa pamoja, namna ya kuweza kutoa katekesi, namna ya kuweza kueleza. Sio jambo zuri, tuna vyama vingi vya kutosha, lakini faida yake kujua faida yake ni nini inakosekana. Kuna chama cha wajane na nikawa nauliza watu fulani, jamani, kuna chama cha wajane na wagane, mbona kwa nini mjiunge na nyinyi wajane? Siwezi kwenda kule kwa maana kule wanawaza tu kufa. Siwezi kwenda kule. Kwa kazi yao kulialia tu siwezi kwenda. Msifu Yesu Kristo. Mbona mitazamo ile? Kwa nini na kwa hivyo? Ni kwa sababu Wakatoliki wengi hawavielewi hivi kama vya kitume, hawavielewi. Wanaona tu watu kwa uniform zao wanakwenda kufanya nini hawajui. Na inafika mahala hata wanaume wanawakataza wake zao kujiunga kwenye vyama kwa sababu hawajui faida yake. Sasa ni wajibu wenu nyinyi kueleza ABC na faida za kuwa kwenye. Sasa wakati wanaeleza hivyo juu ya wajane na wagane, ndio nikapata fursa sasa ya kukaa na kuchimbua faida yake ni nini. Nikagundua ndio sehemu katika miongoni mwa kundi ambalo Biblia imewalinda na ukiwagusa wewe utakumbusha ni wanawake wajane. Wameelezwa, unaposoma katika nyaraka za Mtume Paulo, ameeleza yoyote atakayegusa mjane cha moto atakiona. Lakini wajane wanapokaa pamoja, wanainua sauti zao kwa Mungu. Mungu anasikia kwa haraka kuliko yule ambaye sio mjane. Wewe na mimi ambao sio wajane, mnaweza mkasali, alafu Mungu atajibu lakini kwa muda. Lakini mjane anapopaza sauti zake kwa sababu ya ule uchungu aliokuwa nao ya kukaa upweke, maana yake Mungu anasikia kwa yale machozi yake na anajibu kwa haraka kuliko wewe ambaye sio mjane. Lakini sio watu, unajua ni sehemu ambapo wajane wanapokutana pale, ni sehemu ya kuweza kuambiana kwamba yale ambayo Mwenyezi Mungu amefanya kwenye maisha yao sio amekosea. Maana yake Mungu anaendelea kubaki mtakatifu na pengine amefanya kwa makusudi ili akuimarishe. Kuna baadhi ya wanawake tunawaona leo baada ya kufiwa na waume zao, tegemezi lao kubwa lilikuwa ni wale wanaume. Lakini baada ya waume zao kufa, wameweza kujipanga likawa ni jeshi la mtu mmoja na wamepiga hatua za kimaisha mbele kuliko walipokuwa na waume zao. Maana Mwenyezi Mungu anaweza kuona huyu mama huyu ili aweze kupiga hatua mbele. Maana yake sharti niondoe huyu ambaye anaegemea pale. Anaondoa pale, ukisimama sasa kulikulani tena, ni mchaka mwanzo mwisho. Na unasonga mbele mpaka mwanaume anasubiri. Lakini hayo hizo faida zote zinajulikana pale ambapo wewe mwenyewe, nyinyi wenyewe wenye vyama vyenu vya kitume, mtaelezea hizo faida kwa waumini ili waweze kujua watu wachague wanakwenda wapi. Mwisho tunapozungumzia juu ya vyama vya kitume, vyama vya kitume ni sehemu kubwa ya kuweza kujenga familia, ni sehemu kubwa ya kuweza kulimarisha kanisa, ni sehemu kubwa ya kufanya malezi, ni sehemu kubwa ya kusaidia kanisa ili liweze kusonga mbele. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi nafikiri kwa tunahitaji siku mbili zote tuwe pamoja. Simesikia
muda hautoshi, ndio maana jimbo lilipanga siku mbili, tarehe 7 na tarehe 8 kwa ajili ya maadhimisho ya vyama vya kitume, lakini tukatumia busara tukasema kijimbo tukane tarehe 7, tarehe 8 tuitumie kwenye maparokia yetu kusudi hiki alichokisema twende tukakipeleke kwenye maparokia yetu. Sisi tumeelewana na maagizo aliyoyatoa hapa kwamba tukaelezane kila chama cha kitume kina maana gani, kina faida gani, jinsi ya kujiunga. Lakini nitaka kumuuliza swali langu, je, ana notes ameandaa kwa ajili ya haya kusudi angalau iwe desa tukienda huko tuwafundishe vizuri, tuwe na reference, sababu kinachoongelewa hapa tunatakiwa twende tukakieleze kwenye maparokia na maparokia teule. Kwa labda mahali tueleze, sababu ni fupi sana na misa inakaribia kuanza. Naomba kujibu, si unakimbia hapo mahali. Tumsifu Yesu Kristo. Bahati njema tumeandaa vitabu vya aina 3. Baadhi ya yale ndio nazungumza yako miongoni mwa hivi vitabu. Kitabu cha kwanza tumezungumzia ile umuhimu wa sakramenti katika maisha ya mlei. Sakramenti zote 7 na alama zake wazi. Kila sakramenti ina ishara yake wazi. Lakini sio hivyo tu, matunda ya sakramenti yenyewe ni kitu gani? Lakini sio hivyo tu, tukaingia sehemu B kwamba kila sakramenti kuna challenge ipo ndani yake. Mfano, kwenye sakramenti ya ubatizo tunaulizwa maswali. Kwa nini watoto wachanga wabatizwe? Tukajibu. B, maji machache yanafaa kwa ubatizo? Maana tunaambiwa lazima wazamishwe. Tukajibu. Kwenye sakramenti ya daraja tukajibu. Kwa nini mapadri hawaombi? Tukachagua. Lakini sio hivyo tu. Kwenye utofauti wa sakramenti na visakramenti na wenyewe tukachagua. Lakini sio hivyo tu. Tukaangalia kitu kingine kinatueleza, kinasema umuhimu wa msalaba katika maisha ya mlei. Umuhimu wa msalaba katika maisha ya Mkristo. Ndani yake tumeeleza historia ya msalaba. Safi kabisa. Umuhimu wa msalaba katika maisha ya Mkristo. Ndani yake tumeeleza historia ya msalaba kabla ya Kristo na baada ya Kristo. Tukaeleza, je, msalaba wa Kikatoliki una sifa gani? Maana sio unakwenda kununua tu, lazima ujue sifa zake. Lakini tukaeleza, je, ule msalaba wa Yesu mwisho wake unaenda wapi? Historia tukaiweka. Lakini je, tunapozungumzia njia ya msalaba, historia yake ni ipi? Tafakari ya njia hiyo ya msalaba ikoje? Tukaweka. Sala mbele ya msalaba ikoje? Tukaweka. Lakini maneno 7 ya Kristo msalabani tukayaweka. Maana ni tajiri mkubwa. Kitabu cha mwisho kiko ni cha jana hapa, tumeeleza baraka tuzipatazo katika kumtolea Mungu. Maana hapo tumeeleza utoaji zaidi. Sadaka ya kawaida, zaka, mavuno, shukrani, changizo. Tukazieleza zote kwa kina. Sasa vitabu hivi vimeandaliwa kwa rafiki. Kila kimoja utakichangia shilingi 2,000. Maana kilikuwa kila kimoja shilingi 3,000. Kuna kidume mmoja akasema kila kitabu mimi nalipia shilingi 1,000. Kwa hiyo vinapatikana kwa bei ya shilingi 2,000. Kwa hiyo wakati mnajiandaa mnaweza mkaniona kwa mbele hapa mkapata kwa ajili ya kupata matokeo. Niwashukuru sana kwa kunisikiliza. Tumsifu Yesu Kristo.